Sura ya 13. Ilikuwa siku ya Ijumaa, siku ambayo Sese alipanga kukutana na Chichi katika mtaa wa Shekilango namba 24 kuanzia saa 11:30 jioni. Nyumba ya Sese ilikuwa imejengwa kwa matofali ya saruji na mabati. Viambaza vyake vilipakwa rangi ya manjano. Ilikuwa na vyumba vitatu vya kulala, sebule, bafu na choo. Ilikuwa pia na ua wa miti mifupi iliyogusana. Sese alikuwa sebulini ameketi kochini akimsubiri kwa hamu kubwa mgeni wake. Alifikiria kwenda kwenye duka la jumla akanunue chupa 4 za bia na 2 za soda kwa ajili ya mgeni. Lakini alijiwa na wazo jingine, kwamba asubiri hadi mgeni wake aje kwanza. Pengine asije. Muda ulikuwa saa 11:10. Aliamua kusoma gazeti wakati akiendelea kusubiri. Lilikuwa gazeti la zamani la Daily News, gazeti la serikali linalochapishwa kila siku. Baada ya kusoma sentensi kadha, huku moyo ukimdunda kwa matamanio, alisikia mlango ukigongwa kwa nje. Alinyanyuka kwenda kufungua huku akitabasamu. Alishuku aliyekuwa akigonga ni Chichi. Hakukosea. "Karibu Chichi, keti pale," alisema Sese kwa uchangamfu akiwa amemshika Chichi mkono. Chichi aliketi. "Habari za tangu jana Chichi," alisema Sese kisha akaketi. "Nzuri," alijibu Chichi. Baada ya mazungumzo mafupi, Sese alimuuliza Chichi, "Nataka kwenda kuchukua vinywaji. Utatumia nini?" "Chochote." Sese alimuomba radhi mgeni wake kwamba anakwenda kwenye duka akanunue vinywaji na kwamba angerudi baada ya muda mfupi tu. Aliruhusiwa kuondoka. Alichukua kikapu, lakini kabla hajaondoka alisikia mgeni wake akinena, "Nitafunga mlango kwa ufunguo mpaka utakaporejea. Naogopa hawara zako na watu wengine wasije wakaingia wakanikuta hapa." Alisema kana kwa mzaha, lakini ilikuwa kwa dhati. "Fanya kama upendavyo, lakini nafikiri uko salama. Usiwe na wasiwasi wowote," alisema Sembe kumtuliza Chichi. Kisha akafungua mlango na kuondoka zake. Huku nyuma, Chichi alifunga mlango kwa ufunguo. Akauchomoa ufunguo kitasani na kuuweka juu ya meza ndogo pale sebuleni. Aliketi kochini, akachukua gazeti la Daily News mezani, akaanza kulisoma. Punde aliweza kusikia sauti ya watu wawili nje, moja ya kiume na nyingine ya kike. Watu hao walikuwa wakiongea karibu kabisa na mlango, au pengine walikuwa barazani. "Lakini mpenzi, unafikiri kuna salama katika nyumba hii?" iliuliza sauti ya kiume kwa wasiwasi. "Usiwe na wasiwasi. Mume wangu hawezi kuja huku. Atakuwa huko kwenye nyumba yetu ya Buruguruni kama nilivyokuambia," ilijibu sauti ya kike. Chichi alianza kutetemeka. Amenaswa mtegoni. Aliingamua sauti ile ya kiume kuwa ni ya mumewe Dedi, na ile ya kike huenda ikawa ya mke wa Sese, Jennifer. Watu hao wawili sasa walikuwa wanatarajia kuingia ndani ya nyumba hiyo.
Chichi hakujua atakachomweleza mume wake na mke wa Sese watakapomfumania humo ndani. Alielewa fika kwamba mumewe ametenda kosa kwa kuwa na uhusiano na mke wa mtu, lakini asingeweza kukabiliana naye wakati naye alikuja hapo kwa madhumuni hayo hayo. Inabidi Hawaii kujificha kabla hajagundulika, alijishauri moyoni. Tatizo kati yake na mumewe litapatiwa ufumbuzi nyumbani kwao. Aliondoka hima akaingia chumbani na kujificha kwenye mvungu wa kitanda. Alikuwa akitweta moyo ovyo. Moyoni alimlaani sana Sese kwa kutokuwa na mkweli. Sasa alikuwa akikabiliwa na mkasa mkubwa. Aliwaza, pengine atashukiwa kwamba ni mwizi. Alivifikiria vituko vilivyompata hapo awali. Alisikitika mno. Alijiona yeye ni mwanamke mwenye mkosi. Mkosi huu unatokana na nini? Alijidadisi. Ni nuksi ya urembo wake? Wanaume wengi wanavutiwa na haiba yake, lakini anapohusiana nao mwisho wake unakuwa mbaya. Amelogwa? Au ni kukosa radhi ya wazazi? Wazazi wake walipinga yeye kuishi jijini Dar es Salaam. Wazazi wake pia walisusia ndoa yake kwa sababu hakumpeleka Dede kwao kumtambulisha. Punde wale watu wawili waliosikika wakizungumza nje wakaingia ndani. Walikuwa wametokea kwenye baa moja kunywa pombe. Walikwenda moja kwa moja hadi kwenye chumba alichokuwamo Chichi. Waliketi kitandani wakakumbatiana huku wakinong'onezana maneno ya mahaba. Chichi alisikia. Aliweza pia kuhisi ni nini kilichokuwa kinafanyika. Kumbe mumewe alimlaghai kwamba anakwenda Zambia kuhudhuria semina ili apate fursa ya kuonana na mwanamke huyu, aliwaza Chichi. Na mke wa Sese alimdanganya mumewe kwamba anakwenda Kibaha ili akutane na Dede. Usingekuwa umeolewa na Sese, ningekuoa mimi, Jennifer. Wewe ni mwanamke mlimbwende sana, alinong'ona Dede kwa uchu. Jennifer alichekelea tu, akifurahia sifa hiyo. Lakini maneno hayo yalimchoma sana Chichi moyoni. Kutahamaki, Dede na Jennifer walisikia mlango ukigongwa kwa nje. Walitaharuki sana. Jennifer aliondoka kwenda mlangoni kutafiti. Wewe ni nani? Aliuliza. Sese hakuweza kung'amua mara moja kwamba sauti aliyoisikia ilikuwa ya mkewe. Alifahamu kwamba mkewe angelirejea Dar es Salaam kutoka Kibaha siku ya Jumatatu. Hivyo kwa haraka alidhani sauti hiyo ilikuwa ni ya Chichi. Ni mimi mpenzi wako Sese. Nimerudi na bia ili tuzigide. Jennifer alipigwa na butwa. Moyo ulianza kumgonga kwa nguvu na kijasho chembamba kikamtoka kwenye paji lake la uso. Alitambua sauti hiyo kuwa ni ya mumewe. Imekuwaje hata akaja kwenye nyumba hii ya Sinza usiku huu? Na ni nani huyo aliyekuwa akimwambia kwamba amerudi na bia za kugida makubwa? Alirudi haraka chumbani. Dede, aliita. Mume wangu yuko nje. Yuko nje, amekuja hapa ghafla. Tafadhali jifiche mvunguni mwa kitanda haraka. Dede alikuwa mwepesi. Alielewa dhahiri ni janga gani linaloweza kumsibu. Alijificha mvunguni. Alishikwa na butwaa kumwona mtu mwingine humu mvunguni. Alidhani anaota. Alifikicha macho yake kisha akamkodolea mtu huyo. Haikuwa ndoto. Mtu huyo alikuwa mke wake, Chichi. Mke naye alimtambua Dede. Wote wawili walihisi kama miili yao imekufa ganzi. Alipofunguliwa mlango na kuingia ndani, Sese alishangaa mno. Badala ya kumkuta Chichi, amemkuta mkewe.
Mbona mkewe alimwambia kwamba anakwenda Kibaha kuwaona wazazi wake? Imekuwaje sasa yuko huku? Huyu ni mkewe kweli au ni jini? Na Chichi yupo wapi? Nini kimemsibu? Au ndiye aliyegeuka kuwa huyu jini? Kwa Sese kila kitu kilionekana kama ndoto isiyoelezeka. Inaonekana kama una mgeni Sese, mkewe alimuuliza kwa kejeli. Kinywa cha Sese kilikuwa kizito kwa muda kutamka maneno, lakini baada ya kitambo kifupi alijikaza akasema, nimekukuta wewe ukiwa humu ndani. Labda nikuulize huyo mgeni yuko wapi? Mimi sifahamu, ndiyo maana nimekuuliza. Uliniambia unakwenda Kibaha kuwaona wazazi wako na ungerudi Jumatatu wiki ijayo. Imekuwaje uko hapa? Umekuja kufanya nini hapa? Nawe umefuata nini hapa usiku huu? Kimya. Baadaye kama mtu aliyetuhumu jambo, Sese aliingia chumbani akabaki amesimama kwa muda akikikagua chumba hicho kwa mashaka. Alikusudia kuchukua hatua fulani. Alivuta godoro la kitanda na kuliweka kando sakafuni. Chini ya mvungu wa kitanda aliweza kuona miili ya watu wawili, mwanamume na mwanamke, wamelala chini. Walionekana wamegubikwa na tahayari. Sese alimchomoa yule mwanamume kutoka mvunguni mwanamume huyo aliposimama. Akamuuliza, huku umekuja paji lake la uso. Wewe ni nani na unafanya nini hapa nyumbani kwangu? Lakini kabla Sese hajapata jibu kutoka kwa mwanamume huyo, alikuja Jennifer akamvuta Chichi na kumtoa mvunguni, kisha akamuuliza, na wewe ni nani na umekuja kufanya nini hapa nyumbani kwangu? Huyu ni mume wangu, alisema Chichi kwa kigugumizi, huku akimonyesha Dede kwa kidole. Uso wake ulivaa tuhuma ya kukosa alilotenda. Hapo ndipo watu wote wanne, wawili wanaume na wawili wanawake, walipomaizi kwamba wamevunja amri ya 6 ya Mungu inayokukataza kutamani mume au mke asiyekuwa wako. Walishindwa kuamua la kufanya. Hakuna wa kumhukumu mwenzake, wote ni wakosefu. Dede na Chichi walipoona Sese na Jennifer wamezidiwa na kibuhuti, wakapata mwanya, wakakurupuka na kutoweka. Lakini walipokuwa nje, kila mtu alishika njia yake.